Father John Bivirira, waheshimiwa viongozi wa kamati tendaji ya halmashauri ya walei jimbo na wenye viti wa vyama vya kitume ngazi ya jimbo pamoja na viongozi kutoka parokiani, itifaki ikiwa imezingatiwa, nuru yetu iangaze. Asante. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kufikia siku hii ya leo ambayo tunaenda kutekeleza wajibu mkubwa wa kutafuta viongozi watakaoongoza kundi la walei, kundi ambalo ni kubwa na kundi muhimu sana katika kanisa letu, kanisa Katoliki. Huko kwa walei ndiko vinakozaliwa vipaji. Wito unaanzia kule. Walei ni waumini wasio na daraja takatifu kama la upadri, sio maaskofu na sio watawa, ndio wanaoitwa walei, lakini ndio wanaojenga kanisa. Kumbe tunamshukuru sana Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Awali ya yote nipende kumshukuru sana baba mkurugenzi kwa kutuongoza katika kipindi hiki cha miaka yote mitatu. Lakini nisikitike kwamba humo katikati tulipoteza mkurugenzi msaidizi kama tulivyotusomewa kwenye taarifa, marehemu Padre Charles Ndabirabe, ambaye kama leo angekuwa amekaa hapa. Kumbe kwa heshima kubwa tusimame walau dakika moja. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Pumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Pumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Pumzike kwa amani. Amina. Tuongoza vizuri na yeye wakati wa uhai wake, lakini haikuwa bahati yetu kuendelea kuwa naye, lakini tunasema tumepata muombezi huko aliko, anatuombea. Basi pamoja na taarifa ya utekelezaji ambayo tumeisoma kwenu inayoonyesha maeneo mengi ya mafanikio, lakini ninaomba nisiyarudie, niongee baadhi ya vidogo ambavyo vilikuwa ni changamoto kwetu. Yale ambayo yalisababisha sisi kutoweza kutekeleza baadhi ya mipango yamekwisha tajwa katika taarifa yetu ya utekelezaji. Kisa kikubwa ambacho kilifanya tusiweze ni pamoja na uzorotaji wa michango ambayo ilipaswa kutoka kwetu huko maparokiani kutoka kwa walei kama jedwali lile linavyoonyesha. Mfano, dhabihu ya kila mbatizwa ambayo kwetu ni shilingi 500 kwa kila aliyewekewa maji na baba padri wa kubatizwa, hailipwi hata kidogo, 500. Na tunakadiriwa, ingawa takwimu bado ni changamoto, kwamba kwa mkoa mzima wa Kigoma na jimbo Katoliki tuko waumini takriban 600,000. 600,000 mara shilingi 500 ni shilingi ngapi hizo? Sio 30, ni milioni 300. Milioni 300 tungeweza kupeleka kituo cha walei cha Isidori Bakari na mchango wetu, tukajenga hilo jengo, tukafanya na usafi, tukamaliza kwa shilingi ngapi? 500 tu ya kila mbatizo. Parokia ngapi zimekwisha wasilisha shilingi 500 kwa mwaka huu? Shilingi ngapi mwasilisha? 1,020. Waumini wangapi? Umeona? Hiyo ya mchakato bado unaendelea, mchakato unaendelea, ndio unaosababisha tufike hapo tulipo. Ukumbi ule pale hauwezi kujenga. Kumbe tukikusanya shilingi 500 kwa kila mbatizo, bado hata zile milioni 2, milioni 1,2 tulizowakawia parokia tutakuwa hatuzihitaji tena, kwa sababu malengo yatatimia. Na
siwalaumu viongozi wapya, lakini wale wenzake wa zamani tulisema zilivyo kabla ya siku ya Pentekoste kwa kila mwaka. Kumbe mpaka sasa tuna changamoto hii. Basi kilichokuwa mbele yetu sasa kwa kamati itakayochaguliwa ni hivi vifuatavyo. Moja ni kuwezeka ukumbi wa walei. Pale tunahitaji ununuzi wa bati na kupasua mbao. Kwa taarifa, tuna shamba la ekari 10 lenye miti ambayo sehemu kubwa ya ile miti imefikia kuvunwa katika parokia ya Kalinzi, kigango cha Rusawa. Tuna eka 10 na mle kwenye hilo shamba tumeweka mizinga ya nyuki ambayo kwa bahati mbaya ni nyuki hao wakubwa wanaouma. Kuna baadhi ina nyuki, baadhi haina, lakini hatujaweza kwenda kuvuna. Kumbe kuna kazi ya kwenda kulina asali kule Rusaba na kuvuna miti ili kuweza kuwezeka hilo jengo. Lakini nitoe ushauri, ile kamati itakayokuwepo isivune sasa hivi mpaka wao na uhakika wa bati na misumari. Wakishavuna mbao zikakaa muda mrefu zitapinda, halafu zitakuwa hazifai tena. Au kama watakaoona ni vema, wanaweza kuwezeka kwa chuma kama lilivyo kanisa la hapa, lakini ina changamoto wakati wa kuweka ceiling board, kuweka kwenye vyuma huwa kuna changamoto kubwa. Hiyo ni kazi ya kwanza. Kazi ya pili, mule ndani tulimokuwa kwenye ukumbi, ile sakafu inahitaji bado vifusi. Kumbe kuna kujaza vifusi na kumwaga jamvi. Jeshi la magereza hapa Kasulu tunawadai vifusi takriban 6 vyenye ujazo wa cubic mita karibu 17.5 na wao wanatudai shilingi milioni 1. Kumbe tuna situation ya win-win. Tuna kazi nyingine ya uimarishaji wa vyama vya kitume. Halmashauri za walei ni mlezi wa vyama vya kitume vyote katika kila ngazi. Kumbe watu wa kwaya wakija kwa mwenyekiti wa kilabu kwamba sisi tuna shida hii na hii na hii, wako sahihi. Ni chama cha kitume na wewe mlei unapaswa walee. Kumbe na walei sasa ngazi ya jimbo wanapaswa kulea vyama vya kitume ngazi ya jimbo. Bado tuna shida kwenye vyama vya kitume. Baadhi viko vilivyoko vizuri, viko ambavyo haviko vizuri. Kumbe tuna kazi ya kuvilea. Hilo halijakamilika bado. Bado tuna shida kwenye elimu ya dini hasa mashuleni. Kuna changamoto sana sasa hivi mambo ya tuition. Hata juzi kwa mfano kule Kibondo tumepata matatizo ya baadhi ya shule. Tunasema huyu mtoto amelipiwa fedha ataenda kwenye kongamano la utoto mtakatifu. Mwalimu anakataa. Mzazi kamlipia. Jumuiya imechangia, kigango kimechangia, anayekataa ni mwalimu. Mtoto kwa kuwa ni darasa la 7. Hii ni kansa ambayo tukiendelea kuilea itatutafuna mpaka kuisha.